katika mipango ya klabu hiyo hasa katika msimu huu wa mwaka 2024-2025. Mwanzoni ukiwasikia viongozi wa Simba bench la ufundi, miongoni mwa malengo ambayo walikuwa nayo ni kutengeneza kikosi cha Simba. Lakini sasa hivi ukimsikia nahodha anasema ni kubeba treble, makombe na kwa maana kombe la shirikisho, kombe la ligi kuu na kombe la FA. Na miongoni mwa vitu ambavyo watu wanajiuliza ni kwa maana haya malengo yamebadilika juu kwa juu. Baada ya kuona kwa maana kote nafasi iko nzuri, akasema tubadili malengo hapa. Hapa sio kujenga kikosi tu, hapa ni kubeba makombe. Kwanza issue yetu ile ya kutengeneza timu bado iko pale pale. Bado mnatengeneza timu? Bado timu tunatengeneza. Na timu bado inahitaji marekebisho. Ndio maana unakuta mwalimu wa Simba kasema wanahitaji namba 10 ya Kitanzania. Mwalimu mwenyewe kasema wa Simba kwamba inahitajika namba 10 ya Kitanzania ili Simba izidi kuimarika. Kwa hiyo kuna matengenezo mengi bado ya Simba hajatimia. Na malengo yako vile vile kwamba Simba atachukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Dalili tunaziona na muda tunauona sasa hivi kwamba ni muda sahihi wa kwenda kuchukua kombe letu. Mbaya zaidi, Mungu akitaka kurahisishia kazi, hata mwendo anakuongezea. Tulikuwa tukutana na Zamaleki, lakini bahati mbaya na Zamaleki katolewa. Kwa hiyo tumekutana na timu ambayo tunategemea kwamba tutavuka. Kwa hiyo safari imekuwa jepesi mno. Lingine ni kwenye kombe la ligi kuu. Ligi kuu kombe la kwetu tena. Haya bado kombe la shirikisho. Yaani zote tu katika nafasi nzuri. Kwa hiyo huu mwaka ni wa kwetu. Nyota mwaka huu inaiangazia Simba kwa kila sehemu. Kwa sababu ukiangalia jinsi tulivyovuka. Ndio. Umeona bwana, tumepata goli 2 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili tumeshindwa kupata goli 2. Tumeenda kwenye penalty. Lakini Mungu bado akasimama upande wetu. Kwa sababu penalty haina mwenyewe. Mungu akasimama upande wetu, tukapata penalty zote tukavuka. Kwa hiyo kipindi ambacho Mungu amekuahidi kwamba utapata kitu fulani, hata kama ukisema juhudi zangu bwana, hizi juhudi zangu hazijazidi, Mungu anakupa. Juhudi zimezidi, Mungu anakupa. Yaani Mungu akikupangia mwaka wako ni wako. Huu mwaka ni wa Simba. Kila kitu anachofanya kinakuwa. Mfano mimi nikwambia kitu kingine. Tumeangalia jinsi gani usajili wa mwaka huu ulivyofanyika. Simba kwa mara kwanza ameingia kwenye msimu akiwa na timu mpya, akiwa na kocha mpya. Tuseme benchi la ufundi lilikuwa jipya. Lakini bado Simba ameweza kukota pointi. Ndio maana wenzetu wanakuambia, nyinyi mnasema mnatengeneza timu, mbona timu inashinda? Bado ujenzi hatujafikia level ambayo tunaitaka. Na tunategemea mpaka inafika labda msimu unaisha au tutakao sajili labda 2 au 3 tukiongezea na hawa, ndio tutaanza kusema sasa kikosi sasa ndio kinataka kuunganika. Lakini kwa sasa hivi timu bado haijaimarika. Na mtu yote anayekwambia eti Simba imeenea, imeimarika bado. Sisi bado. Lakini malengo yetu ambayo tumeyapanga yako pale na hakuna tulichopoteza mpaka milele. Na mchungaji, umesema malengo yenu kwa maana kwenye ligi kuu kombe la kwenu, lakini kwenye Confederation kule barani Afrika kombe la kwenu kutokana na wapinzani ambao mnakwenda kukabiliana nao, na kwenye FA nako mnasema kombe la kwenu. Tuanze hapa katika ligi kuu. Kwenye ligi kuu mpaka sasa Young Africans ndio kinara wa ligi hiyo. Linakuwaje la kwenu wakati kuna mtu anaongoza tayari hapo katika msimamo wa ligi? Asante sana Stara. Mimi kama Jabili kidogo nitakuwa tofauti na mwenzangu kidogo kutokana tofauti na mchungaji. Kidogo yani sio sana. Okay. Kwa sababu hiyo unajua katika hoja kuwa tofauti sio jambo la kushangaza. Ni jambo la kawaida. Mimi nitaanza kabisa kwanza kwa kumpongeza kwanza mwenyekiti upande wa 61% upande wa wanachama Muntaza Magungu. Kavumilia mishale mengi. Okay. Huu ni wakati wake sasa kupongezwa. Mimi binafsi nachukua kofia ya kumpongeza, japokuwa walikuwa wanamtupia mishale, wamejisahau sasa hivi hata kumpongeza hawataki na hawajui. Lakini mimi nachukua kofia kwa kukumbusha wale ambao walikuwa wanafanyaje, wanamkosoa na walikuwa na mlingania aondoke. Mimi binafsi nawakumbusha sasa ni wakati wenu. Wale walikuwa wanasema Mangungu atoke. Sasa nawakumbusha mimi simo. Mimi kazi yangu sababu mimi ni mtu mzima, ni kuwakumbusha vijana kwamba msijisahau huyu ambaye tufikisha hapa ndio huyu ambaye tulimwambia atoke. Kwa mimi binafsi nampongeza kwa niaba yao waliokuwa wanamzungumzia atoke kwa kusimama imara, na kiongozi bora anakuwa design ile ya kushikilia la kwake ambaye aliona ili inafaa na mpaka nifikisha Simba nchi ya ahadi. Katika viongozi katika nafasi ya mwenyekiti ambaye kafanya vizuri kwa miaka hii 10 Muntaza Magungu. Okay? Anapaswa kusifiwa na anapaswa kusimama kwa sababu ni mmoja hapo. Tumefungwa goli 2 na Waarabu kule. Tunakuja hapa anatuambia tukiungana Simba nguvu moja tunafuzu katika hatua ya nusu finali. Na kweli slogan hiyo akaenda nayo mtu mmoja anaitwa Ahmed Ali, msemaji la kafu, msemaji mkubwa, msemaji tajiri, msemaji mwenye busara, msemaji ambaye hajivunii alichokuwa nacho, anajivunia watu aliowafuata ndani ya klabu ya Simba. Kwa sababu ukimwangalia Ahmed Ali alichokuwa nacho ni kikubwa, kama ni fedha, ni magari, si ndio maana anavyo, lakini yeye anajivunia zaidi
wala washabiki wa Simba ambao katika upande wa hamasa. Kwa nini nasema hivyo? Ni mtu ambaye mkikimbia mtaani naye yupo, mkila hotelini kwenye kwa mantilie naye anakula. Tofauti na wasemaji wengine kwenye gari. Umeelewa? Kwa hiyo huyu tunaenda naye jino kwa jino. Hata kwa Warabuni tulivyoenda, umeona wakati tumekaa katika washabiki tumekaa sehemu yetu, naye kaja kukaa hapo. Kwa sababu unajua ukijua usijisaulisha, Ahmed Ally ni kiongozi. Angepaswa kukaa sehemu ya viongozi. Lakini tumekuja tumekaa naye. Umeelewa? Ina maana hata kama unang'atwa na mbu, hata kama kuna mtu anakugusa, unaweza mtu akumshtakia bwana kiongozi. Unajua kuna mtu ananifuatilia. Hilo ndio jambo ambalo namuona Ahmed Ally ka enjoy na kapita sehemu ambao haijawahi kupitwa na wenzake wote, na wasemaji wengine wajifunze kwake. Sawa, tuje sasa katika kubeba makombe. Kwanza tuje kwenye kauli ya Mohamed Hussein. Unajua ni vizuri tukaenda na slogan ambayo tunaitanguliza, alafu tunaenda kuichanganua na tunaipatia majibu bila kujali kwamba nani ameongea. Nilizungumzia kitu kimoja kwa kauli ya captain. Unajua captain naye amekaa miaka mingi pale ndani ya klabu ya Simba, si ndio? Kakutana na changamoto nyingi ambazo ni nzuri na nyingine sio nzuri, hakika zivumilia. Sasa kakutana na changamoto nzuri, lazima yeye azungumze na kwake kama mchezaji, kuleta hamasa kwa wenzake. Lakini malengo ya Simba ni yale yale. Wanatengeneza au tunatengeneza timu. Tunatengenezaje? Tunatengeneza kwa misingi ya kuwa na malengo. Sasa malengo yetu ni kufika mbali. Unajua kuna malengo ya aina mbili hapo. Kuna kutengeneza kikosi na kuna malengo sasa ya kuangalia jinsi gani unaenda. Na vile vile kapteni ameangalia wapinzani ambao tunaenda kukutana nao kuanzia kwenye ligi kuu, kuanzia na kwenye kombe la shirikisho. Ameona wapinzani wetu kama wamechoka fulani. Sababu ukiangalia kwenye ligi Yanga kachoka. Ukiangalia na kule nako tunakutana naye katika kombe la shirikisho nusu finali, naye kidogo naye kachoka. Sasa ukiangalia katika kombe la Azam hili ambalo sasa hivi badilishwa jina, nao wapinzani wetu wamechoka. Sasa kwa nini sijipe malengo ya kwenda kuchukua mataji yote? Ndicho maana ya nani ya captain alichoongelea. Ameangalia wale tufuatilia zaidi. Sababu ukiangalia Yanga uchokaji wao uko wapi? Yanga sasa hivi haina morali, kuanzia kwa viongozi, kuanzia kwa wanachama na washabiki. Wameshuka. Yaani sasa hivi ukizungumzia Yanga unalala na njaa. Ukizungumzia Simba watu wanaishi na wewe mjini, wanakupeleka town na listi unapata nyingi, lakini Yanga upate hata listi. Haya, huyu ni Jabir Musa, mwenyekiti wa Vijiwe, akiwa anazungumzia kwa kile ambacho kipo kwa upande wake, kwa maana kisapoti kauli ya nahodha wa kikosi hiko Mohamed Hussein kuhitaji kubeba mataji matatu makubwa kwa ndani ya msimu huu hapa wa 2024 2025. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutarudi na shabiki wa Yanga Jof Master atueleze wako tayari kupokwa makombe ambayo wameyachukua kwa misimu mitatu mtawaliwa. Tutakuja kumsikia hapo, lakini pia mchambuzi Nsajigwa Senior atakuja kuzungumza kwa nafasi yake kwa kile ambacho alichokizungumza nahodha wa Simba, anakiona kigeenda kutimia ukilinganisha na kikosi ambacho ulichonacho na wapinzani wao ambao wanakabiliana nao. Tutakuja kusikia hayo yote. Hii ni Kipenga Extra Show nambari 1 mashabiki. Ujumbe wako ni kupitia kule Star 24 Instagram. Nitaupitia, ukiandika kule kwenye comment nitausoma kwa maoni yako kwa kile ambacho unakitazama na kukisikiliza hapa ndani ya Kipenga Extra Show nambari 1 mashabiki Afrika Mashariki na Kati. Usitoke, endelea usalia nasi.